Nitakuwekea mkazo kukuletea fursa ya kukufikisha mahala pa kukuonyesha madhara ya uasherati kwa mwanamume na madhara ya uasherati kwa mwanamke. Mwanadamu aletaye faida anaweza kurudishwa kuwa si lolote si chochote. Maisha ambayo mwanadamu aliyebeba utukufu wa Mungu kwa kiwango kikubwa anaweza kubaki akiwa na machozi yasiyo na mfariji yoyote. Ni suala linalowapiga walioinuka wakafika mahala pa juu. Ni suala linalowapiga wanaoanza maisha wasiojua njia iliyo sahihi ya kuiendea. Ni suala linalowafanya walionavyo warudi kuwa hawana kitu wakawa omba. Ni suala linalowafanya watu ambao wangeishi maisha marefu na wawe watu waliokatizwa uhai wao. Ni suala ambalo kwa namna moja au nyingine wengi wangetamani kulijua kwa kina. Kwa bahati mbaya, vyanzo vinavyolielezea havielewi jinsi ya kulielezea kwa kina. Serikali ikijaribu kulipatia majawabu, kwenye mchakato wa kuleta majawabu kunatokea tatizo zaidi. Maaskofu, wachungaji, makuhani kanisani wanapojaribu kuletea jawabu wanaweka vitisho na watu wanabaki na hofu, hawaelewi kama njia yenyewe ya kutokea ni kuwa na hofu au nini. Na mwisho watu wa kizazi cha sasa wamepata mahala pa kujificha vyumbani ili wapate kubaki na simu zao, wajaribu kutafuta mwelekeo na wanakutana na makapi yanayoharibu maisha yao zaidi. Fumbo la tatizo lenyewe huwa linaanzia hapo kwenye kitu kinachoitwa kuambatana na kuwa mwili mmoja. Ni aina ya kitu ambacho kinaweza kufananishwa na chuma kilichoyeyushwa mpaka kikawa kama kimiminika, kikawa uji wa namna fulani, na chuma kingine kilichoyeyushwa mpaka kikawa kimeyeyuka, kikawa kama kimiminika, alafu vikachanganywa kwenye bakuli moja na kisha vikatoa nyenzo moja kama ni jembe au panga au kitu kingine chochote. Neno uzinzi na uasherati, yani adultery and fornication, katika terminologies au maneno ya hizo fasihi za lugha, si kusudi kwenda kwenye hayo, inaweza kuwa na maana ya kutofautisha, kwa maana ya kwamba huyu ni mtu mwenye mke au mume wake anaenda kuambatana na wanawake wengine, au huyu ni mtu hana mume na huyu hana mke, wanapokwenda wakaambatana, hao wanaitwa wazinzi. Lakini unapotazama andiko kama Injili ya Mathayo sura ile ya 19, utatambua kuna maneno ya namna mbili, yote yanatumika pamoja kwa lengo la 19 mstari wa 9. Injili ya Mathayo wananena nini? Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa kwa sababu ya uasherati. Neno lile uasherati pale ndilo neno ponea katika Kiyunani, lenye maanisho linalotupatia neno la Kiingereza pornography, ikiwa inamaanisha ni maisha ya mtu kahaba, maisha ya mtu mwanamke wanamuita kahaba, mwanamume wanamuita malaya, but whoever, vile unavyoweza kutumia maneno yale yanayoweza kuja karibu, lakini hii ndiyo uasherati, ndiyo generality hayo yote.
mtu ambaye maisha yake yataenda katika mtiririko wa maisha hayo, kwamba haiongelewi hapa aina ya mtu aliyeishi akaangukia. Kipengele cha mstari unaoishia hapa inanena nini? Isipokuwa kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini. Kwa hivyo utaona kwamba hapa kuna maneno uasherati na kuzini yametumika yote pamoja. Naye amwoe yule aliyeachwa azini. Tunapokwenda kwenye ulimwengu wa watu wanandoa, topic ya taraka ni kitu kingine tofauti, lakini saa hii hapa hoja yangu ni kuongelea suala hili. Halitakunyang'anya hatima yako. Kuna aliyefika kwenye kongamano Sabaoth, halitakunyang'anya heshima yako, halitakunyang'anya utukufu wako.